ikhwan. Sura ambayo nimekuwa ndio nimepata bakti ya kusoma aya za mwanzo, kuzifasiri aya za mwanzo za Suratul Anbiya. Kwa sura hiyo tutalazimika kidogo kuijua Suratul Anbiya ni sura gani. Hii ni sura ya 21, yani katika taratibu nuzuli, utaratibu wa kushuka, taratibu al-Mushaf, katika mpangilio wa sura za msahafu. Hii tuisomayo ni sura ya 21, yani ni baada ya Suratu Taha na kabla ya Suratul Haji. Sura hii ilishuka baada ya kushuka Suratu Ibrahim. Baada ya kushuka sura ya 14 ambayo ni Suratu Ibrahim, ndio ilishuka sura hii, Suratul Anbiya, na kabla yake ni Suratul Mu'minin. Kwa mujibu wa kitabu Al-Itqanu fi Ulumi al-Quran, kitabu cha kusomesha fani ya ilmu ya Qur'an, sura hii ni sura iliyoshukia Maka. Na ndugu zangu Waislamu, ukiambiwa sura imeshuka Maka, maana yake ni kwamba ni kabla ya mwaka 622 miladia. Kila iliyoshuka baada ya mwaka huo 622, au kwa lugha fupi, kila iliyoshuka baada ya hijra, kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina, ambayo ilikuwa mwaka 622, kila iliyoshuka baada ya miaka hiyo ya mwaka huo inaitwa sura ya Madina. Kwa hiyo hii ni sura ya Maka, ambapo idadi ya sura za Maka ni 86. Sura zilizoshuka Madina ni 28. Al-Anbiya ni moja katika sura zilizoshuka Maka. Hayo yote utayapata katika fani ya ulumul Quran, kitabu kizuri Al-Itqan fi Ulumil Quran na At-Tibyan. Sura hii Mwenyezi Mungu ameishusha kwa hikma zake na utukufu wake kwa aya 122. Aya 122. Ndani ya aya hiyo Mwenyezi Mungu ameiwekea maneno 1060, lakini amewekea herufi 4098. Aya hizi 10 tunazozisoma ni kwamba zazungumzia mambo makubwa manne. Moja, al-iqtirabu saa, iqtirabu saa, kukaribia kiyama. Lakini pia sura hii imezungumzia istihza, kuchezwa shere Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia na kudharauliwa Qur'ani na makafiri. Na sehemu ya tatu ikazungumzia hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sehemu ya mwisho imezungumzia adhamatul Qur'ani, ukubwa wa Qur'ani.
Basi tuanze kusoma kwa taufiki yake Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum, kwamba shakurubia sana makafiri, kwamba imeshakurubia sana kwa makafiri hisabu yao. Hapa annasu inakusudiwa kufari na mushriki, wale ambao walikuwa wakipinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Karina au dalili ya tafsiri hiyo ni haya maneno ya mbele, wa hum fi ghaflati mu'ridun, ndio iliyopelekea neno annasi lisitafsirike kama watu, bali imetafsirika kwa maana ni indhari kwa makafiri, yani kafiri yule ambaye mshirikina, anayepinga Uislamu, anayempinga mwingine anakubali lakini hatendi matendo mema, pia ni hivyo. Akasema Mwenyezi Mungu, iqtaraba linnasi hisabuhum, ishakurubia watu hisabu yao. Hapa hisabu kwa maana ya wa hum fi ghaflatin mu'ridun, na hali ya kuwa wao bado wamo katika kughafilika sana, wenye kupuuza. Kwa maana hapa tuwapata kusoma kiyama kitajitokeza na alama zake zote, kama ilivyo sasa alama zile zinazoitwa ndogo ndogo za kiyama tuendelea kuishi nazo. Miongoni mwa hizo ni ile inayosema kwamba la taqumu saa hata yatakaraba zamanu, kiyama hakitotokea mpaka zama zitakuwa. Watakumu sana kukasha, itakuwa mwaka mzima isiye itakuja kwa mtu, namna utakavyokuwa unapita haraka itakuwa kama mwezi tu. Watakunu shahru kaljumaa, na mwezi utakuwa kama wiki tu, wiki moja hivi. Waljumaatu, watakunu aljumaatu kalyaumi, wiki moja itakuwa kama siku moja tu. Watakunu alyaumu kadharamati minan nar, na siku moja itakuwa kama mwako wa moto tu hivi. Watakunu alyaumu kasaa, itakuwa siku moja kama saa moja tu. Watakunu saatu minan nar, itakuwa saa moja ni kama mwako wa moto tu hivi. Sasa hali hizo kama zimetokea, jua zaishiria kitu kinachoitwa iktirabu saa, kukurubia nini? Kiyama. Na ndivyo tunavyoona Ijumaa mpaka unashangaa kwamba imefika. Lakini angalia Ramadhani namna inavyokwenda kasi. Na katika jarida linaloitwa Nature mwaka 2024, ni jarida ambalo makao yake makuu yako London, latoka kwa kila wiki mara moja. Na kuna jarida moja linaitwa Nature Science la huko Uingereza, latoka kila mwezi. Nature Geoscience kwa mwezi linatoka mara moja. Mwaka 2024 majarida hayo yameandika kwamba kwa sasa tangu mwaka 2020 saa zile zimepunguzwa, siku haina masaa 24 tena. Na Muislamu hutaki kusema kwa sababu ya ubize. Kashasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika dalili za nini? Za kiyama.
Mtume aliwahi kusema moja dalili za kiyama, yani ni kukithirika watu wengi watakao hifadhi Qur'ani, lakini nakuwa wachache wanawazuoni. Kuhifadhi Qur'ani ni jambo zuri, lakini ni moja katika dalili za kiyama ikiwa Qur'ani itahifadhiwa sana, lakini wenye kufuatilia na kujua maana zake hakuna. Na si jambo baya kuhifadhi Qur'ani, jambo zuri, ni dalili tu za kiyama kwamba mkishaona hivi mekurubia kwa watu hisabu yao, yani kiyama chao. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, na hali ya kuwa wao wamo katika kughafilika, ni wenye kupuuza. Sasa utajiuliza, aya hii mbona imeshuka zamani sana? Kiyama mpaka leo haikijafika tu. Mtu anaweza kusema ndio kiyama bado. Hata hao mushrikuna wanaozungumziwa walikuwa wanasema hivyo hivyo. Tunajua ili upate mawasiliano mazuri ya kiyama kuna mazingira lazima uwe utajua karibu zaidi. Na mazingira haya ni kaburini. Hawa ambao tayari wako kaburini wanajua kwamba kiyama kiko karibu mno. Kwa hiyo aya hii pia ni kuwakumbusha watu kwamba kuna kufa haraka, na katika kufa haraka utaona mazingira ya karibu kiyama. Lakini pia kullu ma huwa ati karibu, kila ambalo ndio lenye kuja ufahamu kwamba liko karibu. Pia wakapita wanawazuoni katika tafsiri wakasema kukurubia kiyama, masiku ya kiyama kukurubia ni mbele ya Allah subhana, pia kwamba inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, siku moja mbele ya Mungu ni kama miaka 1000 unayohesabu. Pamoja na kwamba zama zetu hizi ni zama ambayo yamedhihiri mengi mno, hata hii kukurubia na masiku ni tatizo ambalo limetokea kwenye moyo wa dunia. Moyo wa dunia uko chini kiasi kilomita kama 5000 kwenda chini, na huwa linazunguka, na joto lake ni joto kali kuliko joto la jua. Tangu dunia inaumbwa imewekewa kitu cha namna hicho, kilikuwa kinazunguruka kwa kasi. Huo moyo wa dunia ulikuwa unazunguruka kwa kasi kuliko dunia inavyozunguruka. Lakini sasa hivi tumebadilisha direction. Kubadilisha direction, wanasema ni dalili ndio inayosababisha masiku kwamba kukaribiana, lakini pia wamekiri kwamba yaonyesha jua kuna siku moja litatoka upande wa wapi? Wa magharibi. Kwa hili lilotokea, na hili la hii hawajagundua siku nyingi. Mwaka 2020 ndio limejulikana tatizo hilo la dunia. Kwa hiyo iktaraba linasi hisabuhum ina maelezo mengi na muda hautoshi. Mekurubia kwa watu hisabu yao, wahum fi ghaflatin mu'ridun, na hali ya kuwa wao wamo katika kughafilika kuliko kuwa kukubwa, na ni wenye kupuuza. Ma yatihim min dhikrin min rabbihim, haiwajili wao aya yoyote ya Qur'ani. Hii dhikrin hapa ni aya. Haiwajili wao aya yoyote ya Qur'ani min rabbihim, kutoka kwa Mola wao, muhdathin, aya ambayo ni mpya, aya ambayo ni jadid, illa stama'uhu, ila wataisikiliza kwa makini, wahum yal'abun, na hali ya kuwa wao wanacheza.
Qur'ani pia huitwa dhikri. Qur'ani pia huitwa man a'rada an dhikri, pale kwa maana Qur'an, atakayepuuza Qur'ani yangu hii, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ana maisha tabu. Na dunia sasa tuna tabu, tuna dhiki, tuna misukosuko mingi kwa sababu si watu wa Qur'an. Lahiyatan qulubuhum, hali ya kuwa ni zenye kupuuza mno nyoyo zao. Lahiyatan qulubuhum, hali ya kuwa ni zenye kupuuza mno nyoyo zao. Sasa waweza hapa ukapatwa na kigagazi kwamba hii yalabuna, si tayari wanapuuza, mbona ajirudia tena? Yaweza ikawa ni maana ya yalabun kufanya taukid, lakini hapana. Hapa anaonyesha mahala sehemu mbili tofauti katika kiwiliwili cha binadamu, sehemu ambayo allabu inatoka na sehemu ambayo nini, allahu inatoka. Allahu inatoka ndani ya nini? Moyo. Allab, mchezo, unatoka ndani ya ule upuuzaji, dharau, kitu kinachotoka ndani ya moyo. Lakini kucheza, kuzunguruka, nacheza, aya zikisomwa mbele yao ambao ni aya mpya, wao wanazigeuza kama ni mziki, wanazunguruka, wanacheza. Kwa kitendo chao kile kimenukuliwa ndani ya Qur'an, lakini pia na yale yaliyo ndani ya moyo wao. Wanasema lahiyatan qulubuhum, lahiyatan qulubuhum, hali ya kuwa ni zenye kupuuza sana nyoyo zao. Wa asarru najwa, hili tukio ni Allah subhana ameliweka wazi, ni vikao vyao vya siri. Walikaa wanamsema vibaya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani kaja ikaweka wazi, Mwenyezi Mungu akaweka wazi kikao kile ambacho kimesifika kwa wa asarru an-najwa, kwamba wa asarru najwa, kwamba walinong'ona sana, walinong'ona kwa siri mno. Anajwa ile ni siri, na kila kuongeza neno wa asarru ni kwamba walinong'ona sana kwa siri mno. Ndio maana maneno mawili ambayo unaona kama yanaendana, lakini kufilisha taukidi, kwamba walinong'ona kwa siri mno, ambao mtu yoyote asikii. Nani hao? Alladhina dhalamu, wale ambao waliodhulumu nafsi zao. Nao ni nani hao? Ni kufari. Ukisema wale ambao waliodhulumu, tumeifanya kwamba hii alladhina yufai ndio na wao, hiyo itakuwa ni wao ya jamaa, sio dhamiri. Asarru najwa, kwamba walizidisha siri kwa kunong'ona kwao, walizidisha siri kwa kunong'ona kwao. Alladhina dhalamu, ambao waliodhulumu, wamedhulumu nafsi zao. Manake kilichodhulumiwa hakijatajwa. Watarku dhikri yadullu ala al-umumi, kuacha kutaja yafahamisha kuenea. Wale waliodhulumu hakika ya Qur'an, waliodhulumu hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au tukifanya wao hii ni ya dhamiri, ukasema na ndio fa'il, sema asarru najwa alladhina, na wakazidisha siri kwa kunong'ona
alladhina dhalamu, hao waliodhulumu. Itakuwa hii ni badal, itakuwa ni badal ya huyo fa'il. Watu wa maani Qur'ani vitu pita tu hivyo. Ama ukisema sarrunaji walladhina dhalamu, hii alladhina ikawa fa'il, ndio wale masaili yarejee mwenyewe. Akalunil baraghith, na hii ni lugha ya Bani Tayyi katika nahwu. Waliweka siri ya nini? Imewekwa wazi hapa. Kikao chao cha siri kilikuwa cha semaje? Imewekwa wazi mbele. Hal hadha illa basharun mithlukum, hakuwa ila mtu tu mfano wenu nyinyi, kama nyinyi. Kama kusema jamani, huyu Muhammad huyu si mtu kama nyinyi tu, huyu ndio hivi. Kwa maana hii ni istifham ya tahqir, hii ya kupuuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu si mtu tu kama nyinyi bwana. Afatatuna sihra, hivi kweli mwaukubali uchawi? Yani Qur'an wameita nini? Uchawi. Ndio maana tukasema sura hii sehemu ya kwanza umezungumzia kukurubia kiyama, sehemu ya pili ikawa ni at-takdhib wal istihza'u, kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfanyia istihzai. Hapa afataatun, kwa maana mnakubali. Pamoja na kwamba fiili imekuja hivi, lakini hapa ni kama mwakubali uchawi. Yani ile kwamba Mtume kaja na uchawi wanavodai wao, na nyinyi mkaufuata, ni kama wao na wao wameuleta nini? Uchawi. Na kuuleta kule ni kukubali. Ni tafsiri ya itibaru ma sayakun. Ni kwamba afataatuna sihra, hivi kweli nyinyi mnakubali uchawi? Ni istifham pia tahkiri, kuondoa watu nini? Akili, kwamba Qur'ani ni uchawi tu. Wa antum tubsirun, na hali ya kuwa nyinyi mwaona kwa macho yenu kwamba huu ni uchawi tu bwana. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ya namna hii yalikuwa sana kimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Qur'ani ikaizungumza hasira ya Mtume na ikampa dawa ya kufanya. Katika nyingine kule utaona kadina'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Tukishajua kwamba moyo wewe unakasirika sana, ile kudhiki moyo ni kukasirika, ile ni kinaya tu. Ni kukasirika, wakasirika sana. Bima yaqulun, wale wanawasema, miongoni mwa haya walioyasema, hal hadha illa basharun mithlukum afataatuna sihra wa antum tubsirun. Hakuwa huyu bwana, huyu Muhammad huyu, ila ni mtu tu mfano wenu. Hivi kweli nyinyi mwaukubali uchawi na hali ya kuwa nyinyi mwaona? Mwenyezi Mungu alipomwambia twajua wale wanaosema, twajua kwamba moyo wako unapata tabu, unakasirika, akampa njia ya kuondoa zile hasira. Na mimi nakupa pia kwa njia hiyo kwamba fanya sana tasbihi, na uwe mtu wa kulazimiana na kuswali, na ukiswali usujudu sana, sababu ile sijida uwe inaondoa stress. Kama umekasirika, ukisujudu vizuri kwa namna inavyotakikana kwa sheria za kifiqhi, basi ufahamu kwamba hasira inaondoka, stress inaondoka. Ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin, kwamba wewe umsabihi sana Mola wako,
hali ya kuvaana na kumsifu yeye, na uendelee kuwa katika wenye kusujudu sana. Maana kwenye kuswali sunna sana, lakini kwenye sijida pale refusha sijida yako. Una hasira zitaisha, una mambo yako kwenye moyo yanakukerakera, yataisha. Na Dr. Zakir Naiki katika kitabu chake ameandika jambo hilo, kitabu chake cha Ajabu ya Uislamu ameandika jambo hilo kwamba sijida huwa inaondoa stress, lakini ikamilike. Isikawa umesujudu lakini miguu yote imetangulia juu, imenyanyuka juu hivi. ya shimei